Bwana, zipo hadithi za Hand of God ya Diego Maradona dhidi ya England 1986, lakini miujiza ya Leicester City msimu wa 2015-16 akichukua ubingwa wa England. Halafu kuna hadithi ya Luis Suarez na ushujaa wa utata dhidi ya Ghana mwaka 2010, na hii hapa nyingine ni ya Zinedine Zidane alipomwadhibu Marco Materazzi na kuoneshwa kadi nyekundu fainali ya kombe la dunia mwaka 2006. Wafaransa walinuna ila baadaye walimsamehe mshikaji. Halafu kuna hii ya Michael Kuka Mboradinga, shabiki aliyefanikiwa kuteka hisia za wafuatiliaji wengi wa soka duniani kwa aina yake ya uwasilishaji wa kumbukumbu ya shujaa wa DRC Patrice Lumumba. Maigizo yake yalikuwa kivutio na kituko kwa wakati mmoja, hiyo ikiwa ni kwa upande wa mashabiki wenzake waliojumuika naye uwanjani. Lakini ukweli ni kwamba ujumbe wake kupitia ubunifu maridhawa wa kimuonekano ni wazi utaendelea kujadiliwa na mamilioni ya mashabiki wa soka na wafuatiliaji wa historia za mashujaa wa kimataifa katika nyanja mbalimbali. Bwana, huyo ni Michael Kuka, shabiki maarufu aliyejizorea maarufu kwenye michuano ya AFCON, ambapo tunafahamu kwamba tayari timu yake ya taifa ya DRC Congo imeshakwisha kuondoshwa. Sasa kwenye mchezo wa mwisho wa hatua ya 16 kwa maana ya mtoano, ambapo ndio ulikuwa mchezo wa mwisho kwa DRC Congo mara baada ya kuondoshwa na Algeria kwenye mchezo huo mara baada ya kukubali kichapo cha goli 1-0. Bwana, kuna tukio moja lilitokea mara baada ya ushindi huo. Nyota mmoja wa Algeria alimdhihaki Michael Kuka kwa kuonyesha ishara ya kile ambacho alikuwa anakifanya. Sasa bwana, timu ya taifa ya Nigeria imeomba radhi, na taarifa inasema kwamba benchi la ufundi la Algeria limemkabidhi Lumumba wa AFCON jezi ya heshima ya na Amour ameomba radhi rasmi kwa maana ya yule nyota ambaye alimdhihaki. Wajumbe wa benchi la ufundi la timu ya taifa ya Algeria wamechukua hatua ya kumkabidhi jezi ya timu hiyo shabiki maarufu wa DR Congo Kuka Mboradinga, Michael Kuka maarufu kama Patrice Lumumba wa AFCON, ikiwa imeandikwa jina la Lumumba kama ishara ya kuomba radhi na kurejesha heshima kufuatia tukio lililohusisha mchezaji wao Mohamed Amour wakati wa michuano ya AFCON 2025. Hatua hiyo imekuja kufuatia mjadala mkubwa uliozuka baada ya mchezaji wa Algeria Mohamed Amour kuonekana akifanya ishara iliyofanana na ile ya shabiki huyo mara baada ya mechi dhidi ya DR Congo. Kitendo hicho kilitafasiriwa na mashabiki wengi kama kejeli au dharau, jambo lilozua ukosoaji mkali mitandaoni na kwenye vyombo vya habari barani Afrika. Bwana, Lumumba wa AFCON amekuwa kivutio kikubwa katika mashindano hayo kwa mtindo wake wa kipekee wa kushabikia, akiwa amesimama kimya akiwa ameinua mkono wake juu. Ishara hiyo imekuwa ikihusishwa na heshima na kumbukumbu ya kiongozi wa kihistoria wa DR Congo na Afrika kwa ujumla, Patrice Lumumba, na ndio maana kitendo cha Amour kinaonekana kugusa hisia za wengi. Baada ya shinikizo kubwa la umma, Mohamed Amour alijitokeza na kuomba radhi rasmi kupitia mitandao ya kijamii. Katika ujumbe wake alieleza kuwa hakujua uzito wala maana ya ishara ya shabiki huyo wakati anafanya kitendo chake, akisisitiza kuwa hakuwahi kuwa na nia ya kukosa heshima kwa shabiki huyo wa DR Congo wala historia yake. Bwana, iko hivyo Algeria kwa niaba ya mchezaji wameamua kuomba radhi, lakini mchezaji mwenyewe pia ameomba radhi kwa kile kitendo ambacho alikifanya kwa shabiki huyo maarufu kwa sasa, unaweza ukasema hivyo, Michael Kuka, ambaye ameonekana kuwa kivutio cha wengi licha pia ya taifa lake kuondolewa, lakini baadhi ya mashabiki ambao wamesaidia kwenye michuano ya AFCON wameonekana wakionyesha ishara ya Michael Kuka, namna ambavyo alikuwa akishangilia taifa lake la Congo. Kwa hiyo ni kama kivutio fulani ambacho kimewavutia baadhi ya wapenda soka na mashabiki wa soka. Sasa bwana, shabiki huyo maarufu wa DR Congo Kuka Mboradinga bwana ameagana na mashabiki wengine nje ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Rabat uliopo Sare nchini Morocco baada ya DRC kuondoshwa na Algeria kwenye michuano ya AFCON hatua ya 16 bora. Bwana, shabiki huyo alipewa mwaliko na shirikisho la soka nchini Algeria kutembelea hoteli ilipo
timu yao ya taifa, na alienda na akakabidhiwa jezi hiyo ya Algeria pamoja na kuombwa radhi kwa kile ambacho nyota wa Algeria aliweza kukifanya. Bwana Kuka amechagua kuondoka nchini Morocco na kurejea nyumbani licha kupokea ofa ya kusalia hadi mwisho wa mashindano. Kuka amejizolea umaarufu mkubwa kwa namna yake ya ufuatiliaji wa mechi za DRC, ambapo alikuwa akisimama mwanzo hadi mwisho wa mechi. Bana, taarifa inaeleza kwamba jamaa alisimama dakika 390 za mechi zote za DRC Congo, kwa maana ya mechi 3 za hatua ya makundi, lakini hata ile mechi ya Congo dhidi ya Algeria ambayo ilichezwa dakika 120. Kwa jamaa yeye alikuwa akisimama na alikuwa na kimeza chake kama kipodium fulani hivi kinasimamishwa katikati ya mashabiki wa DRC Congo, halafu yeye anasimama na kunyosha mkono wake, mkono ambao ni ishara ya alikuwa waziri mkuu wa taifa hilo Patrice Lumumba, ambaye aliacha historia kubwa sana kwenye taifa hilo, lakini akiwa moja kati ya viongozi ambao walikuwa mashujaa kweli kweli. Sasa wakati anarejea Michael Kuka kwenye taifa lake la Kongo, kwa maana ya kutoka Morocco na kuelekea kwao, bwana Didier Budimbo amemzawadia Lumumba Michael, kwa maana ya Michael Kuka, gari aina ya Jeep. Bwana Didier Budimbo ni waziri wa michezo na burudani wa DRC. Ameahidi kumpa Michael Kuka maarufu kama Lumumba gari la 4x4 yani kwa maana ya Jeep mara tu atakaporejea Kinshasa. Bwana, tangazo hili tayari limezua mijadala na hisia tofauti nchini DRC, likionekana kama ishara ya kutambua na kuthamini mchango wa mtu aliyekuwa nembo ya soka la Kongo kwenye michuano ya AFCON. Hatua hii ya waziri inatuma ujumbe mzito kwa wanamichezo, mashabiki na wachezaji kwamba wanaweza itangaza nchi yao pasipo kulipwa. Lumumba ameitangaza DRC duniani licha ya kuwa hawapo kwenye michuano hiyo, lakini ni moja kati ya shabiki ambaye amelitangaza taifa lake vyema. Bwana, kama ambavyo nimekujuza, Lumumba ameitangaza DRC Congo duniani licha kuwa hapo awali hakulipwa chochote, wakati huu anavuna pesa lukuki. Lakini ukiachana na hizi pesa pia, ukiachana na hili gari ambalo wanapewa na waziri wa michezo, tayari pia ameshakwisha kupatiwa zaidi ya shilingi milioni 40 na wachezaji wa Algeria, kwa maana ya timu ya Algeria imeshakwisha kumkabidhi shilingi milioni 40. Kwa hiyo iko hivyo bana. DRC kama ambavyo tunafahamu ilitolewa katika hatua ya 16 bora baada ya kupoteza kwa bao moja dhidi ya Algeria, bao la ushindi likipatikana katika dakika za nyongeza. Hata hivyo, kivutio kikubwa katika mashindano hayo kilikuwa ni raia wa Kongo Michael Kuka Mbora Dinga, alijulikana sana kama shabiki sanamu wa nchi hiyo. Bwana, akiwa amevalia mavazi yenye rangi tofauti, Kuka alijizolea umaarufu kwa kusimama kimya katika mechi zote, akinua mkono wake wa kulia akiwa amefungua kiganja chake na macho kulegeza angani, ikiwa ni ishara ya mfano wa sanamu ya mwanasiasa mashuhuri wa Kongo Patrice Lumumba. Aina hii ya ushabiki iliwavutia si tu raia wa Kongo, bali pia mashabiki kutoka mataifa mengine pamoja na jumuiya ya kimataifa, ambapo maudhui yake yalisambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii na kuwa moja ya vivutio vya mashabiki hao. Na tayari pia shirikisho la mpira wa miguu Morocco, kwa maana ya FRMF, limechagua kumpa heshima Lumumba kwa mchango wake mkubwa wa kuitangaza AFCON 2025 duniani. Sura ya Michael Kuka itaendelea kuishi Morocco kama balozi wa michuano ya AFCON, na leo hii umati wa watu lukuki raia wa Kongo ulijitokeza kumlaki mwamba huyo. Bwana, kupitia uwepo wake ameisherehesha michuano hiyo ya Afrika hadhi ya kipekee, ikivuka mipaka ya michezo na kukumbusha kiini cha umoja wa Afrika ni alama yenye nguvu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.